Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Tunakushukuru tena katika siku ya leo njema kwa ajili ya neno lako. Hebu tena Bwana tusikizishe tuweze kusikia neno lako. Msikilizaji na mtazamaji ili aweze kufundishwa chini ya uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Na mimi naomba uniongoze Baba. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, amina. Ya msikilizaji na mtazamaji, karibu tena katika mfululizo wa masomo haya ambayo yanahusu wakati wa siku za mwisho, hali zetu kwamba zinatakiwa kuwaje. Na leo nina somo ambalo linahusu matengenezo ya Roho Mtakatifu wakati huu wa siku za mwisho. Ya hili ndilo somo la msingi kabla ya mvua ya masika. Mvua ya mwisho haitanyesha mahali ambapo Roho Mtakatifu amezimwa tangu mwanzo huko kwenye mvua ya vuli, mvua ya kwanza. Roho Mtakatifu hakukaribishwa. Kwa hiyo swali si Roho Mtakatifu atakuja lini? Watu wanauliza, nitapataje Roho Mtakatifu? Atakuja lini? Natakiwa iwe ujiulize tu kwamba kanisa linafanyaje na wewe binafsi unafanyaje ili Roho Mtakatifu arudi. Tutaangalia katika Biblia na roho ya unabii kwa mpangilio ambavyo tunaweza tukaona kutoka toba hadi utayari wa mwisho kwamba tunaweza kufanyaje. Jinsi Roho Mtakatifu anarudishwa kanisani kabla ya mvua ya masika. Kitu cha kwanza, hebu tuangalie nini tunatakiwa kufanya. Wala sio kitu kigumu sana, lakini anakuambia toba ya kina. Toba ya kina ya binafsi. Halafu na toba ya pamoja kama ni kwenye kanisa. Toba ya pamoja. Hebu anasemaje Yoeli anasemaje? Yoeli anasema, Yoeli 2 fungu la 12 mpaka 17, anasema kwamba lakini hata sasa sema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Dharueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hagairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam, sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Fungu la 15, pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Fungu la 16, kusanyeni watu kanisani, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hawa nyonyao maziwa. Bwana arusi na atoke chumbani mwake na bibi harusi katika hema yake. Fungu la mwisho 17, hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako, wamwambie Mungu, Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao, kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Yoeli anasema maneno hayo. Kwa hiyo fanya toba yako binafsi, mrudie Bwana, lakini vile vile kanisa, rudieni kwa pamoja, tumrudie Bwana. Hii si maungamo ya jumla tu, kauli za ibada, ni kuvunjika kwa moyo, kuvunja mioyo, kukiri dhambi zinazolindwa. Dhambi za kanisani hazitakiwi. Wazee wa kanisa, viongozi wa kanisa, dhambi zinazoonekana hazitakiwi kulindwa. Dhambi unayoifahamu,
Roho Mtakatifu tasababisha kutokuwepo Roho Mtakatifu. Kuepuka visingizio, takiwa kuepuka visingizio. Hakuna uamsho wa kweli bila toba ya kweli. The Great Controversy ukurasa 464 haupo. Roho hawezi kukaa mahali penye kujitetea. Namba 2. Tunatakiwa kufanyaje katika matengenezo haya? Namba 2, kuondoa dhambi zinazomhuzunisha Roho Mtakatifu. Ukiangalia Waefeso 4 fungu la 30 mpaka 31 utaona dhambi kuu zinazozuia Roho. Ya kwanza, kiburi cha kiroho. Ya pili, manung'uniko. Ya tatu, roho ya kuhukumu. Ya 4, kuupenda ulimwengu. Kuupenda ulimwengu umezagaa sasa hivi katika kanisa. Roho ya kuhukumu imekuwepo kwa watu wanaosoma neno la Mungu. Manung'uniko yapo kwa watu, yani yamekuwa ni mengi. Kiburi cha kiroho, hayo yote yanatakiwa kuondolewa katika kanisa. Dhambi moja inayolindwa hufunga mlango wa Roho Mtakatifu, inafunga mlango wa Roho Mtakatifu. Dhambi inayolindwa sio viongozi tu wa kanisa, lakini vile vile hata washiriki. Dhambi inalindwa, badala ya kuiombea, badala ya kuenda kumshauri, badala ya kuonya kwa upendo, inalindwa kwa maslahi mbalimbali, aidha kwa kufatana labda na sifa za watu fulani fulani. Zikilindwa, Roho Mtakatifu inatakiwa kufanya matengenezo juu ya mambo kama hayo. Lakini namba 3, kurejesha maombi. Haya yanaitwa maombi ya kusisitiza, restoring prayer. Yaani natakiwa kuomba. Zekaria 12 fungu la 10 anasema, nitamwaga Roho wa neema kwa maombi yatakayoombwa ya kusisitiza. Kanisa la Matendo 1 na Matendo 2 tunalifahamu lile kanisa lilivyokuwa na umoja, lilivyoomba. Halikuwa na mikakati hilo kanisa, halikuwa na programu hilo kanisa, halikuwa na maombi lilikuwa tu halikuwa labda na mipangilio fulani fulani ambayo ipo ya kisasa, lakini lenyewe lilikuwa na maombi ya pamoja ya kudumu, enduring prayers. Lilikuwa na enduring prayers, maombi ya kudumu ya pamoja, mkakati wa kuomba kwa dhati. Kabla ya Pentekoste walijisafisha nafsi na kuomba kwa bidii. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ukurasa 37, maombi baridi hayawezi kuleta Roho wa moto. Lakini mkakati wa 4, kuwa na unyenyekevu na umoja wa kweli, sio wa bandia. Kuwa na unyenyekevu wa kweli, sio wa kujifanya, na umoja wa kweli. Matendo ya Mitume 1 fungu la 14, walidumu katika nia moja. Matendo ya Mitume 1 fungu la 14. Umoja haukuwa kwa kupuuza tofauti, hapana. Umoja haukuwa kwa kukandamiza maswali, labda mtu anaonekana hafai au huyu hawezi kuuliza kitu hiki, hapana. Umoja ulitoka kwa kufa katika nafsi, ubinafsi kufa, kuua ubinafsi, kujishusha. Wakati wa kanisa lile la Matendo ya Mitume, kujishusha, kusameheana. Yaani hiyo ndio tiba matengenezo ya Roho Mtakatifu. Ni mambo ambayo yanaweza yakaonekana ni mambo ya kawaida, mambo ambayo labda hayana radha sana katika kuhubiri, lakini ndio injili ya wakati wa siku za mwisho. Roho Mtakatifu hawezi kumwagika juu ya mioyo yenye migogoro. Haiwezekani hata kidogo. Hebu tuone dawa nyingine ya 5 katika kufanya matengenezo ya Roho Mtakatifu, kurudisha msalaba katika mahubiri. Yaani badala ya mahubiri sasa hivi yenye show,
mahubiri ambayo yana vichekesho, mahubiri ambayo yana mifano ambayo inasisimua. Sasa hiyo inaweza ikaachwa, yaani akarudishwa mahubiri ambayo yanarudisha msalaba, yanainua msalaba, mahubiri ambayo yanaonyesha msalaba, kifo, maisha na kifo cha Yesu na kufufuka kwake. Kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini ametufia? Upendo wa msalabani pale uko namna gani? Uko namna gani? Upendo ule ukifahamika kwa kina, watu wanatoa machozi yanayotoka kwenye mioyo iliyoraruka na kumwona Kristo, kile alichokifanya, kile ambacho Kristo alitoka kule mbinguni kule katika umoja na Baba yake, akaja kufa ili kupata ukombozi, kuturudishia heshima ya kuitwa wazaliwa na sisi watoto wa Mungu. Heshima hiyo ambayo ulimwengu unaidharau. Hicho ndicho kinachotakiwa kurudishwa katika mimbari zetu. Kwa hiyo msalaba unagusa dhamiri. Dhambi inachukiwa. Mahubiri yasiyomwinua Kristo hayana mvuto, na Roho Mtakatifu huwezi ukafanya matengenezo. Lakini jambo la 6, matengenezo haya yanafanyika namna gani kurudisha Roho Mtakatifu? Utii wa vitendo kwa nuru iliyopokelewa. Utii wa vitendo. Yakobo 1 fungu la 22. Yaani unatakiwa kuwa na imani ambayo inafanya kazi kwa vitendo, sio kwa maneno tu. Kwa hiyo Roho hatolewi kwa kusikia tu, lakini au kutolewa kwa kujua tu, lakini kwa kutenda, kujitoa, kujisalimisha. Kuna watu wengine wamedumu katika kuomba kwa dhati, hamna matendo, lakini kuomba. Anasema kwamba matendo, imani ambayo haina matendo, hiyo imekufa. Imani bila matendo, hiyo imekufa. Kwa hiyo nuru isiyotiiwa hugeuka kuwa giza. Ni lazima uwe mtiifu. Kama unatakuwa na imani, toa katika matendo. Tii katika siku za ibada, wahi katika ibada. Uwe mwangalifu, uwe msikivu katika kanisa, uwe mtiifu, ujali, uangalie watu walioko pale kanisani. Wapo wanahitaji msaada, wengine wanahitaji kusikilizwa, wengine wanahitaji hiki na kile. Kwa hiyo lazima kuwe na matendo. Kwa hiyo utii unakaribisha Roho Mtakatifu, utii wa vitendo kwa nuru. Lakini dawa nyingine ambayo inaweza kurudisha Roho Mtakatifu ni kutenganishwa na ulimwengu. Sasa hivi kanisa sasa hivi limechukuliwa na ulimwengu. Yohana tuangalie hili katika waraka wa kwanza. Katika waraka wa kwanza wa Yohana ngapi? 2 fungu la 15 anasema hivi. 2 fungu la 15 anasema kwamba msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, ndio tamaa ya macho, ndio kiburi cha uzima, ndio havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyie mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Sasa watu wengi sasa hivi wanakuja kanisani, lakini kuja kanisani mara nyingine haji katika moyo. Anakuja kwa sababu usafiri anao. Akikosa usafiri anasema leo siwezi kwenda kanisani, leo gari langu bwana lina pancha, siwezi kwenda kanisani. Leo sina nguo ya kuvaa mpya, sina nguo, ni zile tu navaa, siwezi kwenda kanisani. Leo sina appointment kanisani na mtu au leo fulani yupo, fulani amesafiri, na mimi kanisani siendi. Na mambo mengi, yapo mengi, mifano mingi. Kwa hiyo sio kutoka kanisani au kuacha kazi, bali kuacha kushikamana na ulimwengu moyoni.
moyo wako usishikamane na ulimwengu. Hasemi kwamba hapa kwamba kutenganishwa na ulimwengu maana yake ni kutoka kanisani au kuacha kazi. Hapana, ni kupenda ulimwengu. Amini, kupenda ulimwengu ni kizuizi kikubwa cha kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini namba 8, matengenezo ya Roho Mtakatifu ni kupokea Roho kama nafsi ya Mungu, sio kama dhana. Watu wengine wamepokea Roho Mtakatifu kama dhana, sio nafsi ya Mungu. Kanisa linapomjua Roho linamsikiliza, linamtii. Roho natakiwa umtii, kanisa limtii, halafu hata mtu binafsi amtii, linamruhusu kuongoza. Tunapaswa kukaribisha Roho Mtakatifu kama mgeni wa heshima. Kama mgeni wa heshima. Kwa hiyo lazima tuwe na akili kwamba Roho Mtakatifu yupo, anatusikia, na maneno ambayo yanafanyika katika kanisa yanayotokana katika Roho, yeye anasikia na kuyarekebisha na kutusahihisha. Kwa hiyo lazima kumpokea Roho kama nafsi ya Mungu. Namba 9, kuanza kazi ya ushuhuda kabla ya mvua ya mwisho. Kazi sasa ambayo inasema mvua ya mwisho haitapewa wale wasiofanya kazi chini ya mvua ya mapema, ile mvua ya vuli ile ambayo inatayarisha, inamfanya mtu afanye toba, inamfanya mtu ajitayarishe. Sasa kama hawatakuwepo watu wanaojitayarisha namna hiyo, mvua ya mwisho, mvua ya masika hawataipata. Testimony to Ministry, ukurasa 507. Roho huja kwa wale walio kazini. Roho Mtakatifu, usiombe Roho Mtakatifu hauko kazini. Omba Roho Mtakatifu ukiwa kazini. Roho Mtakatifu sio kwa watazamaji. Roho Mtakatifu haji ili kufanikisha mambo tu ya biashara. Roho Mtakatifu sio aje kufanikisha masomo, anakuja ukiwa katika masomo, unajitayarisha kwa ajili, unaomba Roho Mtakatifu ili hayo masomo utamtendeaje Mungu? Biashara yako itafanya kazi gani kwa Mungu? Ndio hao watu walioko kazini hao. Kazi yako ina maslahi gani kwa Mungu? Biashara yako ina maslahi gani kwa Mungu? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja kwa wale walio kazini. Mpangilio wa Mungu muhimu sana. Anasema unaweza ukapangilia namna hii. Matengenezo, unafanya toba na utakaso, halafu unaangalia mvua ya vuli ya mapema, unaomba Roho Mtakatifu toba, halafu unaomba kubadilishwa tabia, halafu unaomba kwa kweli kuthibitishwa, kupata muhuri. Muhuri ina preserve kile ulicho nacho, utii ulio nao. Roho Mtakatifu ndiye anayelinda. Kwenye Biblia anaita muhuri. Muhuri ni kulinda tabia iliyomo ndani ya moyo wako. Halafu baada ya muhuri, mvua ya masika, kwenda kufanya kazi kwa nguvu, kwa sababu tayari una tabia ya Mungu, ni kwenda kueneza neno la Mungu. Halafu kufanya kilio kikuu, ambayo itakuwa siku za mwisho, ni kueneza Injili, yani kwa nguvu kweli. Kwa hiyo mvua ya mwisho huja kukomaza ngano, sio kupanda. Wito wa moyoni, anasema Roho Mtakatifu hatarudi kwa kelele, bali kwa mioyo iliyonyenyekea. Hakuna kelele, hakuna ngoma, hakuna michezo, hakuna kupiga kelele sana. Roho Mtakatifu anakuja kwa upole, kwa unyenyekevu, lakini kwa hakika. Swala si kama kanisa linamngojea, bali je, Roho anasubiri kanisa liwe tayari? Kanisa je, liwe tayari? Ni wewe na mimi tunajitayarisha namna gani kwa ajili ya mvua ya Roho Mtakatifu? Ni namna gani tunajitayarisha? Na tunapojitayarisha katika kazi hizi, hata kazi zetu zinabarikiwa kwa kupitia Roho Mtakatifu. Kazi zetu ambazo tunafanya za mikono, kazi za kuajiriwa, kazi za biashara, kazi za watoto wetu,
kufuatana na kupokea Roho Mtakatifu, unakuta kazi zetu zinabarikiwa, kwa sababu kazi zetu ndizo hizo kazi zinazoenda kufanya kazi ya Mungu vile vile. Na Mungu wetu, unapotafakari, Mungu wetu atubariki katika mambo haya, katika jina la Yesu Kristo. Amina.